Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika fani za aina mbalimbali. Na leo tunaendelea katika fani ya balagha, lakini yatambulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasis kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Himidi Mkunda. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi, Allahumma amin. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe pamoja na Sheikh Dabasi bin Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu kabisa wenye kheri, salama, amani na mafanikio, kwa kuwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, bila shaka leo tunaendelea katika darsa letu la alfadhul istifham, kwa maana matamko ya kutaka kufahamu, kama jinsi ambavyo tumeona yana uwezo wa kutoka katika maana zake za asli kwenda katika maana nyingine, tustafadu min siyaqil kalam, ambao zitafahamika hizo maana kutokana na siyaq au mpandano wa maneno namna yalivyo. Tunakwenda sawa? Naam. Lakini kabla ya kuingia huko moja kwa moja, kwanza nitoe tambihi. Kuna genge ambalo linapokea mshahara kutoka Vatican. Linapokea mshahara. Angalia mkono. Linapokea nini? Mshahara. Kutoka wapi? Vatican. Unakuja wapi? Saudia, alafu unaenezwa katika magenge yao, likiwemo genge la Pongwe, na lenyewe linapokea mshahara huo. Sababu ya msingi ni kueneza Uyahudi unaoitwa Uislamu, yani Uyahudi uliofananishwa na nini? Na Uislamu, na Ukristo uliofananishwa na Uislamu. Ndio tenda magenge hayo yamepewa kuhakikisha yanaharibu dini tukufu ya Kiislamu. Kwa hiyo msione maajabu ile genge linapotukana sana, kwa sababu matusi na taratibu za dini tukufu ya Kiislamu ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo kule kutukana sana ni ishara ya wazi kabisa wapo kazini. Tunaelewana vizuri eh? Kwa hiyo kuna genge liko hivyo, linapokea mshahara kutoka Vatican. Mshahara huo unaletwa Saudia, alafu unaenezwa katika magenge yao sasa ya kihuni. Ndio genge la Pongwe linapokea fungu, linaeneza uhuni, na lenye lile genge lina matawi yake, linagawanya zile fedha. Sasa hapa karibuni zile fedha zimegawanywa vibaya. Kuna wengine wamepewa kidogo, baada ya kupewa kidogo pakaanza mizozo, ndio kaona wanapasuana vibaya mno humo katika mitandao, mpaka siri zao za ndani wanatoleana. Kwa nini? Kwa sababu vipi ulete huku mshahara kidogo wakati kazi tunafanya kubwa? Hatari sana hawa watu. Kwa hiyo hii ni tanbihi na wapeni kama vijana wangu, mwe makini sana na haya magenge. Hakuna genge lolote katika hayo magenge lilio katika manhaji sawa sawa. Wote wapo kwa ajili ya mishahara bas. Sasa mshahara ukikosa kuja, utaona na wao jinsi wanavyomegeka. Ugomvi unakuwa mkubwa sana kama ulivyo hivi sasa. Kwa hiyo kuweni makini sana na haya magenge, msipoteze muda wenu kwa watu ambao wanaolipwa, na inawezekana vile vidampa venye havijui kabisa kama
vinapigiwa pesa. Wakubwa wao wanaingiza hela kwa kupitia vidampa vinavyotukana hivi. Vyenyewe inawezekana havijui maskini. Kwa hiyo ni mitaji ambayo isiyojijua kuwa inawaingizia watu pesa. Siku ikija ikishtuka hii mitaji ya vidampa hivi kwamba ni mitaji iliyokuwa ikiwaingizia watu hela, itajuta sana kwa kuwa imetumika bila faida. Itajuta sana hii mitaji inayotukana vidampa hivi. Ni hatari sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atulinde na atunusuru. Watu sasa hivi wanatoka katika huo salafi uchwara aka Wahabi. Wanatoka mzee. Sio watu wadogo, wanatoka wale wanawavioni wakubwa. Waliosoma kisha wakaacha akili zao huru, alafu wakaanza kutafakari. Ni kweli hii ni manhaji sawa au tumepigwa mchanga wa macho? Wakijaribu kuchukua vitabu vya ulama wa zamani na hawa wanaojiita wa sasa, wanakuta ni watu wawili tofauti kabisa. Mwisho wa siku anaamua hapana, hapa tumedanganywa, kwa sababu nembo nzuri, kilicho ndani ya nembo hamna kitu. Ni tatizo kubwa. Kwa hiyo lazima tuwe makini. Tunawaamsha watu. Sasa anakuja jitu pumbavu sana tena, na limejaa ujinga, tena limejaa UTI katika kichwa. Maana UTI kijaa kichwani mzee unakuwa mtu wa hatari sana. Si mnajua UTI, urinary tract infection, si mnajua inapatikana wapi? Lakini sasa UTI kihamia kichwani ni tatizo. Hiyo inakuwa shida. Sasa ile jitu wasema Yusuf Diwani hajui kusoma. Yani mimi ninachoshangaa kwa hawa mawahabi. Wahabi huwa ukimwambia kwamba hii kanzu anaiona hapa ni nini? Ni nyeupe. Lakini akatokea muhuni katika wao akamwambia ile ni nyeusi. Wallahi anaamini. Yale ndio jinsi alivyo mawahabi. Linaamini kabisa wakati linaona kabisa kwamba hili nini? Ni nyeusi. Sasa linaaminishwa Yusuf Diwani hajui kusoma. Wakati linaona kabisa hapa ninachofanya hapa ninasoma. Alafu linaaminishwa hajui kusoma, hajui. Na lenyewe linaamini. Ni sawa na kuliambia kanzu ile alovaa pale Yusuf Diwani ile ni nyeusi. Eti linaamini. Yani mahabi wala upati tabu, unaweza kuwazungusha kama unavyozungusha chapati. Watu wana akili ndogo sijawahi kuona. Mmoja tu katika watu ambao wameanza kuzinduka. Al-akhi, nikwambie kitu ambacho wewe ulikuwa huna. Jana kuna mtu nimeongea naye kwa kupitia katika WhatsApp. Anambia Shekhe bana, nakushukuru. Mimi hapa nilipo sijaacha usalafi. Ananambia hivyo. Sijaacha usalafi, lakini nina dalili zote za kuachana na huo usalafi. Takbir. Allahu akbar. Nini sababu? Akasema sababu naona kama jamaa wanatudanganya sana. Akatuambia tuliambiwa wewe utakimbia katika studio yako. Tunakuona bado upo. Maana yake tumedanganywa. Jambo la pili, tunaambiwa kwamba wewe hujui kusoma na makosa yakawekwa pale. Kosa la kwanza, kosa la pili, kosa la tatu. Lakini sisi tunaona pale ubaoni, mbona unasoma? Na unaandika? Sasa hili ni kosa la ngapi? La pili. Hawatuambii ukweli hawa watu. Wanatudanganya. Hayo tu yamenifanya mimi nione kwanza huku kuna shida. Na jambo la tatu, ulituambia tufuatilie katika vitabu vya kale na vitabu vya sasa. Mimi nimeamua kufanya hiyo kazi. Mpaka sasa ninavyokuambia kuna kauli zaidi ya 17 za wanavyoni wa zamani na wanavyoni wa sasa zimehitilafiana kabisa. Kwa hali hiyo nipo mguu nje, mguu ndani. Mimi nikamwambia wala usitoke ndugu yangu. Cha msingi endelea kufanya tafiti wewe mwenyewe, jiridhishe mwenyewe. Wala usifate yale ya kwangu mimi, jiridhishe wewe mwenyewe. Yule bwana akabakia katika hali za namna. Anasema kwa mimi kuambiwa kwamba wewe hujui kusoma sikubali hicho kitu. Sikubali kabisa. Kwa mimi kuambiwa wewe umekimbia studio sikubali, kwa sababu nakuona upo studio ni kwako. Wallahi wa rasuli ananiambia yule bwana. Sasa haya ni mambo ambayo sisi tunasema la haula wala quwata illa billahi al-ali. Ukiacha akili huru, mbona mambo mepesi tu. Kwa inshallah tuingie katika darasa letu. Tunakwenda sawa? Naam. Tunakwenda sawa? Naam. Wanasema watu wa balagha waqad takhruju alfadhul istifhami.
Sawa? Kuna wakati anatoka haya maneno ya kufahamisha, matamko ya maneno ya kutaka kufahamisha, an maanaha al-asili, kutoka katika maana yake ya nini? Ya asili. Fayustafahamu biha ani shay'in ma'a al-ilmi bihi, hutakwa kufahamu kwa kupitia maneno hayo ya kufahamika, ya kufahamisha, pamoja na kujulikana kwake. Hutaka kufahamisha nini? Li aghradin ukhra, lengo au maana nyingine kabisa, tufaham min siyaqil kalami, ambayo inaweza kufahamika kupitia katika siyaqi ya maneno, mpandano wa maneno na sentesi namna ilivyokaa. Tunakwenda sawa? Wadilalatihi, na dalili zake. Wa min ahammi dhalika, na miongoni mwa umuhimu wa hayo, tulisoma dalili nyingi sana. Sawa? Moja, at-taajjub. Neno la kutaka kufahamu linaweza likaja kwa maana ya mshangao tu, kushangaa. Ka qawlihi ta'ala, kama vile neno lake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, mali hadha ar-rasuli yakulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Sawa? Vipi kwa mtume huyu? Unaona hilo jambo? Ni vipi basi kwa mtume huyu anayekula chakula na anatembea kwenda masokoni? Ima inaitwa nini? Adatul istifhami litaajubi. Ni ada istifham, lakini inaonyesha mshangao. Mtume mwenyewe mbona anaenda sokoni? Mtume mwenyewe mbona anakula? Mtume mwenyewe, yani hiyo unakuwa unafanya nini? Unaonyesha mshangao. Anakula. Anaenda sokoni. Mali hadha ar-rasul yaakulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Sawa? Vipi kwa mtume huyu? Anakula, anaenda sokoni. Anakuwaje hapo katika hali za namna hiyo? Maana yake nini? Walitarajia kwamba mtume, kwa sababu daraja ya utume ni kubwa, sokoni atakuwa haendi na kula atakuwa fanyi. Lakini wanashangaza anakula na sokoni anakwenda. Maana yake huwa ibnu Adama. Yeye ni nani? Yale yote ambayo mnafanya wanadamu na yeye pia anafanya, ndio maana yake. Tunaelewana vizuri? Isipokuwa yale masuala ya maasi yeye ndo hafanyi, kwa sababu amehifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na masuala ya kimaasi. Lakini yale ya kimaumbile ya kibinadamu ya kawaida, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kama wanadamu wa kawaida katika mambo ya kibinadamu ya kawaida. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo ima inaitwa adatul istifhami litaajub. Tunakwenda sawa? Kwa ajili ya kuonyesha mshangao. Linakuja jitu moja linasema, Yusuf Diwani kakosea aliposema alhaqatu malhaqa. Likasema kuna he pale. Kuna he pale, kakosea. Eti takiwa eti ilitaka niseme hivi, alhaqaha malhaqaha wama adraka malhaqaha. Usiwazimu. Kuna usomi wa hivyo kweli? Alafu linalazimisha makosa wakati hichi kinachotaka lenyewe ndio kosa. Wallahi. Yaani masalafi uchwara wallahi ni ya kuyahurumia kabisa. Eti alhaqaha malhaqaha wama adraka malhaqaha. Jamani, sasa ndio hivyo kweli? Eti hakusimamia he pale. He nasimamiwa ndio hivyo kweli? Alhaqa malhaqa, ndivyo jinsi ilivyo. Sasa eti malhaqa wama adraka malhaqa. Qur'ani gani hiyo? Alafu linasema kakosea hajui kusoma Qur'ani. Kwa nini? Eti sikusema. Allah ya hatari sana wajitu. Yani yana tabia ya kulazimisha makosa mahala ambapo hakuna. Sasa kwa sababu yalishawaona wale wafuasi wao ni watu wapumbavu, na wenyewe wanachukua wale upumbavu, mtihani mkubwa. Anakuambia ni hatari mzee. Yeye anaweka hamna lolote analojua. Basi matatizo matupu tu.
Haya, kwa hiyo ataajub tunasema mali hadha ar-rasul yaakulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Tunasema kwamba ni mali hadha ar-rasul yaakulu at-ta'ama. Hapa watataka aseme wa yamshi fil aswaq. Ndio watataka hivyo. Wa yamshi fil aswaq. Qur'ani gani inasomwa hivyo? Nakwambia ndio ujinga wale wapumbavu. Kwa ukisema wayamshi fil aswaq, unaona? Kwa nini pale kuna ya manqus ile itakuwa yamshi fil aswaq? Inategemea hiyo yamshi fil aswaq unasoma usomaji gani? Usomaji wa mauidha. Wakoje? Watu wa ovyo sijawahi kuona. Haya. Wanahau na mfano ukisema ma baluka tudayyi'u alwaqta sudan. Una nini wewe? Mbona unapoteza wakati bure? Hii inaitwa ma adatul istifhami li taajubi. Ni ada ya kutaka kufahamu lakini kwa ajili ya kufanya nini? Kuonyesha maajabu. Unashangaa. Ma baluka, una jambo gani wewe? Tudayyi'u alwaqta sudan, unapoteza muda bure. Yani unamshangaa mtu katika jambo ambalo analolifanya, ambalo leo jambo halina natija yoyote, yeye yumo tu. Ndio unamwambia ma baluka, unatumia adatul istifhami litaajub. Ni istifhami ambayo inaonyesha mshangao katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? لكن كذلك وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام. Kuna wakati maneno ha istifhami yanaweza kutoka katika maana ya asli kwenda katika maani nyingine ambazo zinaweza kufahamika kupitia katika mpandano au utaratibu wa maneno. Kwa mfano inaweza kuja at-tahakum. Sawa? At-tahakum kwa maana ya kudharau. Yani inadharau. Sawa? Na mfano kusema aqluka yusawwighu laka an taf'ala kadha. Hivi akili yako ndio inakutuma ufanye hivi? Kwa unadharau lile tukio alilofanya na kudharau. Huyo ana akili kweli, ndio maana yake. Aqluka hii inaitwa alhamzatul istifhami litahakumi. Ni hamzatul istifhami kwa ajili ya nini? Ya kudharau. Aqluka, hivi ni akili yako kweli? Yusawwighu laka, inayokupelekea wewe antafala kadha, kufanya kadha, jambo kadha. Ni akili kweli? Alhamzatul istifhami litahakumi. Sawa? Ni hamza al-istifhami inaonyesha dharau ya kudharau kile kitendo na dharau ya kudharau uchambuzi wa akili yako wewe mwenyewe. Unafanya hivi kweli? Una akili sawa sawa kweli wewe? Aiwa. Vizuri hapo. Naam. Hawachelewi pia. Hiyo ni tahakum. Hiyo ni tahakum. Unajua kabisa ni kwa hata hawachelewi kuja kuona hiyo tahakum. Aiwa. Kaisi umekosea. Ni kweli. Umetakiwa hiyo tahakum. Hii ni tahakumu. 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 Maana wachelewe kuja ni ile. Tahakumu. Tapuuzi wale, Allah sijai kuona tu hovyo na wajinga kama hao. Kwa hiyo sehemu zote nyewe mkiona unaambiwa kuna makosa hapa, kuna wallahi ukifuatilia vizuri pana lazimishwa kuwa kosa. Tena inawezekana hicho anachokifanya yeye kuwa ndio pata ndio kosa lenyewe. Watu ovyo ovyo sana hawa. Kwa hiyo aqluka yusawwighu laka an taf'ala kadha. Sawa? Je, ni akili yako kweli ndio inakupelekea wewe kufanya hivi? Alhamzatul istifhami litahakum. Sawa? Naam. Tunakwenda sawa? Naam. Lakini kadhalika inawezekana ikaja adatul istifhami lilwaid kwa ajili ya ahadi tu. Istifhamu lilwaid. Ikawa ni ada ya istifham kwa ajili ya ahadi. Na mfano alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin. Sawa? Hivi haukuona ni vipi Allah subhanahu wa ta'ala alivyofanya kwa watu wa Adi? Alam tara inaitwa alhamzatul istifhami lilwaid. Ni hamza istifham kwa ajili ya ahadi. Sawa? Maana yake inawapa ahadi ya adhabu. Hamkuona kilichofanyika kwa Adi? Maana yake ile kilichotokea kule ndio kitachowatokea na nyinyi. Inaitwa hamzatul istifhami lilwaidi.
Tunaona sawa? Alafu kadhalika inaweza ikaja alhamzatul istifham lilistibtai, ikionyesha uzito wa jambo, yani kuchelewa kwa jambo. Sawa? Ka kaulihi ta'ala, kama vile maneno yake Mwenyezi Mungu aliposema mata nasrullah, itachelewa mpaka lini? Kitafsiri sasa, itachelewa mpaka lini nusura ya Allah? Sawa? Mata nasrullahi, itachelewa mpaka lini nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini tumesema itachelewa mpaka lini? Kwa sababu hii mata inaitwa adatul istifhami lilistibtai, ni adatul istifhami, inaonyesha ile nusura imechelewa. Ndio maana sasa huyu analalamika mata nasrullahi, itachelewa mpaka lini hiyo nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala? Akaambiwa ala inna nasrallahi qaribun, hakika nasra ya Allah subhanahu wa ta'ala ipo karibu. Wanaha, una mfano ukisema kam da'watuk, dawa yako ina miaka mingapi? Manake yani itachelewa dawa yako mpaka lini? Matunda hakuna, ndo maana yake. Umeanza kufanya hiyo dawa alafu hakuna mabadiliko hata sasa, ndio dawa yako hii mpaka lini? Itakuwa hivi yani mpaka lini dawa yako, au ni lini utaianza? Kati yote hiyo zinakubali, kwa sababu hii kama inakuwa khabaria. Sasa wakati huo tunakwenda sawa, tunafahamiana vizuri. Kwa hiyo haya maneno ya istifahami kuna wakati yanatoka katika maana ya asli kwenda katika maani nyingine. Tustafadu min siyaqil kalam, ambayo zitajulikana hizo kupitia katika siyaqi ya maneno. Ndio utajua kwamba hii ni istifahami taajub ukitazama maneno, utajua ni istifahami tahakum ukitazama maneno, utajua ni istifahamu lilwaidi ukitazama maneno, utajua istifahamu lilistibtai kama utafanyaje, utatazama mfumo wa maneno namna alivyokaa. Sasa haya mambo masalafi uchwara aka mawahabi hawana fani hizi na hawazijui, na ndio maana wanatuletea vurugu katika dunia. Wanaleta Ukristo ndani ya dini tukufu ya Kiislamu wakihisi ndio Uislamu wenyewe, wanaleta Uyahudi ndani ya dini tukufu ya Kiislamu wakihisi ndio Uislamu wenyewe. Kwa kweli ni hatari sana. Kuna haja ya watu kuzisoma hizi fani bitaaqqulin mardiyan, kwa kusoma vizuri kwa kina na yakae katika akili, sio mihemko tu, mihemko tu na mbwembwe na mwangwi mwingi. Watu wakae darasani wasome kwa walimu wenye akili sawa sawa, sio walimu wenye mihemko na uenda wazimu uliojaa katika vichwa vyao. Tunaelewana vizuri eh? Tunafahamiana? Kwa hiyo inshallah tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie kila la khair. Na jambo la mwisho ambalo nataka niliseme, kuna ndugu zangu wengi sana wameniomba sana kwamba tuanze darsa la sarfa, lakini katika kitabu Matnul Binai wal Asasi kwamba tuanze mwanzo na tuwatengeneze grupu la Matnul Binai wal Asasi, tuanze somo la kwanza na kuendelea. Kwa sababu sisi sarfa hizi tunavyoisoma, tunaisoma sarfa, tunasoma na tasrif. Umenielewa? Kwa hiyo Matnul Binai wal Asasi, niwaambie wale ndugu zangu ambao wanatufuatilia, inshallah tutaandaa hilo jambo. Nafikiri ndani ya hizi siku mbili tutaanza mwanzo kabisa wa darsa hilo, na hasa kitabu Matnul Binai wal Asasi. Nakwenda sawa? Kwa inshallah tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie kila la khair. Na mwisho kabisa niseme ya Rabbi, na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu. Ya Allah, haya tunayoyafanya ikiwa tunapata thawabu, ya Rabbi tunakuomba thawabu zetu wapelekee wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na bila shaka lau mtapouona ujumbe huu mtakimbizana huku na kule kwa kisha mnali
ukalifanya hili jambo ambalo bila shaka ni jambo bora kabisa kabisa. Allahumma, Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa kila yule ambaye atakayefanikisha sisi kufanikiwa kupata vifaa hivi, ya Rabbi, nayo mfanikishie katika yale anayoyatamani katika mazuri yaliyo katika nafsi yake, kwa hurma na utukufu wako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji laptop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji desktop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji kamera kutoka kwako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji stendi, mataa, ili ofisi yetu na kadhalika studio yetu iweze kuwa imara zaidi. Boreshaji ni nani? Ni wewe ndugu yangu, na bila shaka unaweza pale utapoamua kulisimamia hili. Lakini kuna yule ambaye anasema mimi uwezo wa kamera sina, lakini changu kidogo ninaweza. Tutafute kwa namba hizo, insha Allah tutapokea mchango wako, na bila shaka tutanyanyua mikono kumwambia Mola wetu, huyu sio tajiri, bali ameyafanya haya kwa mapenzi katika dini yako. Mola wetu, ya Rabbi, nawe mpe mazuri kwa hurma na utukufu wako ya Allah, ya Rabbal Alamin.